والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehma na amani mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kabla hatujaingia katika mlango wa maudhui ambayo kwamba Mola atatuafikia kuyazungumza, najihusia nafsi yangu awalan pamoja na kuwahusia waumini wenzangu juu ya swala zima la uchamungu. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambayo kwamba mna sifa ya iman, basi muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala musije mukafa illa mufe na hali nyinyi ni Waislamu, na ile hali nyinyi mumeridhiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Utakapokufa moyo katika hali ya kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, upendo katika imani. Maudhui yetu ya leo tutazungumza kuhusu al-hijra, au tutasema kuhusu mwaka mpya wa Kiislamu. Upendo katika imani. Tayari tuko katika wiki ya kwanza ya Muharram, ambayo kwamba ndiyo mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu. Kama vile tunavyohesabu Januari, Februari na kuendelea, na katika Uislamu tuna Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani na kuendelea. Na hii ni miezi tunatakiwa Waislamu pia tuijue kama vile tunavyojua miezi ya kizungu. Lakini kwa kuwa uzungu umetutawala ndani ya nyoyo zetu, ndani ya roho zetu, hata ukimuuliza mtu mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu ni gani, mtu hajui. Tena la kushangaza na la kusikitisha zaidi ya kwamba huo mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu ni Shahrul Muharram, katika ile miezi mitukufu. Ni mwezi mtukufu. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah minha 4 hurum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea ya kwamba hakika ya hisabu ya miezi mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12. Katika hiyo 12 kuna miezi minne ni mitukufu. Haya, mimi na wewe Waislamu, hiyo miezi minne mitukufu, je, tuijua? Mtu akipata katika minne akikutajia mmoja, basi yeye mashaallah ni mu'min, si Muislamu hasa, ni mu'min. Akitaja mwezi mmoja katika miezi mitukufu ya Kiislamu, yeye basi atakuwa kuna mu'min kama yeye. Kwa hiyo katika hiyo miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu, mmoja ni hivi sasa hivi tuko ndani yake, ambao ni Muharram, ambao kwamba mwezi kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msiende kudhulumu nafsi zenu katika hii miezi mitukufu. Kudhulumu kivipi? Kutokuwahi katika mambo ya kheri, ukainyima nafsi yako kufanya mambo ya kheri sana katika mwezi huu. Kuidhulumu nafsi yako kivipi? Kuendea madhambi katika mwezi huu. Unapofanya madhambi katika huu mwezi, wewe madhambi yako yana uzito kushinda siku nyingine. Kosa lile lile ambalo kwamba umelifanya, hatusemi mwezi mwingine ukubali kufanya, lakini uzito lile ambalo kwamba utalifanya baada ya mwezi, uzito wake ni tofauti na ambalo kwamba kosa utalifanya katika mwezi huu. Kwa hiyo huu ni mwezi mtukufu, sunna yake ina uzito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, thawabu yake ina uzito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kinyume chake madhambi yake pia yana uzito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hivyo tusiende kudhulumu nafsi yetu katika huu mwezi mtukufu wa Muharram. Inna al-hijrata an-nabawiyyata laysat hadithatun tudhakkiru fi awwal al-Muharram faqat, bal hiya madrasatun rabbaniyyah, bal hiya madrasatun rabbaniyyah fi islahi wa taqdiri wa bina'i al-islam au wa bina'i al-ummati al-islamiyya. Hakika huu mwezi Muharram, ama hakika hii hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam haionyeshi, ama sio kwamba sisi kila napofika mwezi wa Muharram tukumbushana tu kulikuwa na hijra ya Mtume, kulikuwa na kugura kwa Mtume na maswahaba min Makkah ila al-Madina, ikawa basi imetosheka hivyo. La, bali iwe ni madrasa kwenye fikra yetu, bali iwe ni madrasa kwenye moyo wetu, bali iwe ni mafunzo katika tabia zetu katika hii safari ya Bwana Mtume na masahaba wake. Bali hiya madrasa rabbaniya, ni madrasa ya malezi katika kutengeza na kubadilisha tabia za umma wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu Suratul Nahl aya 41, asemaje? Walladhina hajaru fillahi, na wale ambayo kwamba wamegura kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min ba'di ma dhulimu, baada ya kuwa wamedhulumiwa, lanubawwi'annahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lanubawwi'annahum, tutawaandalia wao fi dunya, katika haya maisha ya dunia, hasana, mazuri, wa fil akhirati, wala ajru al akhirati, na malipo ya akhira. Mwenyezi Mungu anawaahidi wale ambao kwamba wamefanya hijra ya kwamba katika dunia watakuwa na maisha mazuri, kisha bado wala ajrul akhirah, na ujira wa siku ya kiyama akbar, ni mkubwa zaidi. Lau kanu ya'lamun, lau mungejua hili Waislamu, lau tungelifahamu hili Waislamu, basi tungeng'ang'ania sisi katika kuingia katika hijra kiukamilifu. Wewe iwapo utafanya hijra katika wakati huu wetu, masahaba walillahi alhamdu, wao walifanya hijra min Madina ila Makkah, walitoka Madina walitoka Makkah kuelekea Madina kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam agure na masahaba wengine, kabla ya Mtume kugura tayari Mtume ashawapatia amri ya kutoka Madina na kuelekea katika mji wa Madina. Jibril anamshukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia Mtume Muhammad, ya Muhammad, la tanam ala firashika alladhi kunta tanamu alayha, ewe Muhammad. Jibril alayhi salam anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanum ala firashika, usilale kwenye kitanda chako ambacho kwamba kila siku walala. Usiku huu wa leo umepewa oda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usilale kwenye kile kitanda ambacho kila siku unalala. Afanye nini? Atoke. Kwa nini atoke? Kwa sababu tayari Makureshi wamekaa, wamempangia vikao kumalizana na yeye. Makureshi tayari washapanga plani zao ili kumaliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili Uislamu usiweze kuendelea. Wakakaa, wakashauriana, wakafanya mipango yao. Katika kikao kile chao, baada ya kuwa washaalikana wale mabwenyenye wa Kikureshi, ili wakae shura namna gani tutamalizana na huyu Muhammad ambaye kwamba
amekuja kutaka kutuharibia ukubwa wetu na kutaka kutunyang'anya uongozi wetu. Maana Makuraish si lingine kumpiga mtume vita, si kwamba ati walikuwa hawaoni dalili ya kwamba huyu ni mtume wa haki. Walikuwa wanaona kwamba huyu ni nabii wa haki, huyu ametuma na Allah, huyu ni mkweli, lakini tutakapomkubali sisi tutakuwa anda yeye, na hilo ndio lilikuwa hawalitaka. Hiyo inaitwa hikdi au tutasema ni hasad. Na hasadi hiyo ndio alianza nao nani? Iblis alayhi laana. Alipoambiwa sujudu li Adam, akasema je nini? Mimi siwezi kumsujudia. Kwa nini hakumsujudia? Kwa sababu atakapomsujudia Adam tayari yeye atakuwa Adam amekuwa bora kuliko yeye, tayari yeye hana tena maana yoyote. Adam ndio kiongozi. Inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia malaika wake, mimi nataka kuleta khalifa katika ardhi, malaika walipinga. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, mimi najua msichokijua. Hii habari Iblisi ilipomfikia yeye, automatically alijipata kwamba yeye si malaika. Yeye ni mmoja katika viumbe vya duniani ambaye kwamba ni majini. Akili yake ilikliki kwamba mimi ndiye nitakayekupelekwa katika ulimwengu ama katika ardhi niwe khalifa. Baada ya kuwa amekaa sana huko peponi ama mbinguni kwa kufanya ibada sana, waambiwa kuna pahali hajasujudu Ibilisi kwa ibada nyingi sana ambayo ameifanya. Sasa alipopata hii ripoti kwamba kuna khalifa katika ardhi atakakuwekwa, ilikliki kwenye akili yake yeye ndiye atakuwa khalifa katika ardhi hii. Mara kidogo aletwa Adam alayhi salam na ambiwa huyu ndiye atakuwa khalifa kwenye ardhi, msujudie. Akasema mimi siwezi kumsujudia. Nini? Hasadi kamwingia. Mbona si mimi? Mimi pia ni mmoja katika watu wa ardhini. Hasadi ikaanza. Hasadi hiyo ikaja, kila nabii anayepingwa na watu wake si lingine isipokuwa ni hasad. Kwa sababu wale wakubwa ambao kwamba wametawala ile miji, tukimkubali nabii sisi tutakuwa chini ya amri ya huyu bwana. Na huyu ni mtoto wa jana, sitomwangalia. Hatuwezi kulikubali. Hiyo ndio silsila ya Ibilisi aliyoshuka nao kwenye ardhi mpaka leo. Mfumo ni huo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowakusanya Makureshi na kuambia mtaniamini kwa nitakachowaambia leo, wakwambia kwa nini tusikwamini? Hatujawahi kukuona na sifa ya urongo wewe Muhammad. Kwa hivyo utakalo tuambia sisi tutakuamini mia kwa mia. Hatujawahi majarabna alayka kadhiba, hatujawahi kukuona na uongo wewe bwana Muhammad. Kwa hiyo utakalo lisema sisi tutakuamini mia kwa mia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye kuambia nyuma hili jabali kuna maadui sasa hivi waje kutuvamia, mtakubali? Wakasema tutakuamini. Wewe huna sifa ya uongo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inni rasulullah, bana nimeukusanya hapa kuambia kwamba mimi nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuja kuwatoa kwenye giza na kuwaingiza kwenye nuru. Mimi ni mtume ambaye kwamba nimekuja kuambia nyinyi mseme la ilaha illa Allah tuflihun. Semeni la ilaha illa Allah mutafaulu. Basi hapo kwa hapo mmoja katika viongozi ambaye kwamba wenyewe wanamkubali akapiga mahesabu moja mwahaga na huyu jafangu atakakuwa sisi tuwe chini yake, na hilo litawezekana. Akaanza yeye kabisa, tabban laka ya Muhammad alihadha jama'atana. Ewe Muhammad, wewe ni mjinga ulioje, wewe una maangamivu, wewe una laana mtoto wewe. Mmoja katika maami zake, wewe una laana haswa. Kwa nini? Wewe yani utukoseshe kufanya makazi zetu na shughuli zetu, umetuweka hapa watuambia sisi kwamba wewe ni mtume. Kwa hiyo siku zote hii ndio sunna ya Ibilisi, hasad ndio huwa inatangulia. Na mpaka leo utaona hii tabia yaendelea.
hii tabia. Hata ukipeleka kwenye kampuni umeigizwa bana, jamani ni kujeni hapa. Leo meneja wenu ni huyu bwana, atoka Siaya, sio toka Eldoret, umeletwa hapa Kitengela, kutoka Mombasa sijui. Kwa hivyo bwana, kwanza leo meneja ni huyu. Meneja ndio huyu, kampuni kwa haina meneja. Supervisor yeye ndiye wa kwanza ataanza kukufanya hebdi. Mbona ule sikuweka mimi meneja hapa, ameletwa mtu from nowhere bwana? Hasadi itaanza pale. Hasadi ikianza, vitimbi vitaanza. Vitimbi vikaanza, tayari wewe utaonekana wafanyiwa chuki na watu wote. Kwa hiyo siku zote wewe kama uko katika madaraka, uko katika mamlaka, haijalishi mamlaka gani, hata misikitini hapa, wewe kama ni imamu, usidhani kwamba utapendwa na watu wote. Kuna watu watakupiga vita. Usidhani ya kwamba wewe utapata amani na viumbe. Wewe kuna watu watakupiga vita. Fanya utakavyofanya, lakini bado kuna watu watakuwa na wewe hufai. Si kwamba eti hufai, mchunguze kwa undani yule mtu, utamwona ana jambo lake alikuwa alitaka hapa, lakini limewekewa ukuta. Hapa alikuwa yeye awe mtu fulani, mbona hasiwe? Basi hapo ndio huanza kitu kinachoitwa hasad, na hapo ndio huanza vitimbi. Mtume alipotoka Maka kuingia Madina, amegura, amepewa ruhusa na Mwenyezi Mungu agure. Mtume sallallahu alaihi wasallam anagura yeye na Saidina nani, alipoambia usilale usiku huu leo. Yeye na Saidina Abubakar wakawa ni wenye kutoka. Saidina Ali akaambia wewe utalala kwenye kitanda chako. Wewe utalala hapa leo usiku. Kuna watu ambao wazo bane, kuna watu tukuje kunivamia mimi, wewe lala wewe hapa. Ingala waje kuvamia wewe. Saidina Ali analala. Hata kujali. Nini ngana nusra, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafanyia nusra. Saidina Ali analala na anakwambia hakuna siku ambayo kwamba nilipata usingizi mzuri katika maisha yangu kama ile siku niliyolala kitanda ambacho kwamba najua Mtume Muhammad atakuja kuuliwa usiku wa leo. Angalia namna gani watu walikuwa wanampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kutoka Maka kuelekea Madina alipata amani. Baba pamoja na kuwa alinusuriwa, alifanywa nusura kubwa, wakamkubali watu wa Madina. Lakini kiongozi wa Madina hasa bilianza, mimi nitakuwaje nimkubali Muhammad alafu mimi niwe chini yake? Hiyo ndio sunna ya Ibilisi mpaka leo, mpaka kiyama. Hiyo ndio sunna inaendelea ya Ibilisi. Ukisikia sunna usifikiri tu raka mbili baada dhuhuri. Sunna ni mwenendo, tabia ya mtu fulani. Ndio maana yake hiyo. Kwa hivyo tabia ya Ibilisi ikawa yaendelea kila siku. Kwanza alipotoka peponi anaisukuma kwa wanadamu. Mtume kuingia Madina akapambana na Abdullah bin Ubay bin Salul, ambapo ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa Madina. Ikawa sasa uongozi wake umeisha. Alimchimba Mtume mpaka kufa kwake. Leo mimi niko msikitini hapo. Sitaki nizungumze mengi. Nachimbwa mpaka siku ile nitatoka. Hapa mimi nachimbwa mpaka siku ile nitatoka, ndio basi nitakonda. Hawa nitakomeka nao, nitakumbana na wengine. Huko ninapoenda pia sitanusurika, mwingine akusubiri. Kwa hiyo ndio tabia ya kilimwengu ambayo kwamba inaongozwa na Ibilisi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kutoka Maka hakutoka kwa furaha wala kwa kuridhia, alitoka kwa kuwa ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallama maneno yamtoka, ya Makka innaka la ahabbu albiladi ilayya laula ahluka akhrajuni lama akhrajtu. Mtume anaangalia Maka kwa huzuni, ametoka kwa nje ya Maka, anaangalia, anaomba wewe Maka, hakika yako wewe ndio mji ninaopenda katika nafsi yangu. Hakuna mji ninaopenda kama mji wa Maka ndani ya roho yangu. Lakini lau si watu wa Maka kunitoa, basi mimi singetoka. Ndio tukaambiwa alamatul imani hubbul watan. Alama ya imani ni kupenda mji wako. Usione haya kusema kwenu ni Mombasa. Usione haya kusema kwenu ni Siaya. Usione haya kusema kwenu popote utakapokuwa ndiyo imani ya Kiislamu. Usione haya. Leo tumekwenda kuona haya mtu bado kutaja kwao. Kwa sababu gani? Si lazima usembana mimi angalia wewe. Leo watoto wanazaliwa mijini wanajua madhata. Lugha za mama zao wazijua. Lugha za baba zao wazijua. Kwa sababu gani?
baba, hukuijali ile lugha yako wewe, hukuujali ule mji wako. Ndio maana mtoto amkwenda kuikosa lugha yako, ambaye kuikosa lugha yake mwenyewe, kisha wewe wang'ang'ana mtoto wako takawe na maisha mazuri. Wajuaje mtoto wako ndo atakwenda kwa MP huko kwenu, akienda hajui hata zalamkaze zasendaze be haya, atasema nani kamba chakula wewe huku haya, salimia huku, hujui upate kura. Wewe mwenyewe umemharibia. Sasa mtoto wako na maisha mazuri, fundisha lugha yako. Hujui mtoto wako ataangukia wapi. Hii ni hasara kubwa, watoto wetu kwa hawajui lugha zetu, lugha za wazazi wao, lugha za kabila yao. Hii ni hasara kubwa. Hata kama umewana kabila mbalimbali, wewe mtoto ajue lugha. Watoto wapeleke ushago kule wakajue lugha. Wala kumpeleka mtoto ushago kujua lugha ni sunna haswa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipelekwa huko kwenda kulelewa huko ili ajue kile Kiarabu cha ndani, lugha safi ya Kiarabu ajue. Haenda kulelewa ushago. Lengo ni lugha ya Kiarabu ingie ile inayotakikana. Wewe wana mtoto wako shamza town, basi wafai kwenda kule vijijini. Huyo mtoto bon town huyo, wewe mwenyewe mzee ati huyo bon town, utaki aende kule vijijini, atakuwa mshamba mwanangu. Kwa hivyo abaki tu town huyo. Baki town, mwisho ni hasara. Mwisho wa kwisha, ikifika ile stage anahitaji ile lugha yake ya mamake ama babake haijui, anakuregeshea mzee lawama. Wewe mzee unarudishiwa lawama, bado utasalimika. Kwa hiyo sunna ya Ibilisi aliowarithisha watu wake ni hasad. Ugonjwa wa hasad ndio aliopatia kila kiongozi ambaye kwamba ana hamu ya kiongozi na Mola hakumjalia. Anapoletwa kiongozi katika sehemu yake, yeye huwa na hasad na huwa ni mwenye kumpiga vita. Na hivyo ndio mtume alikuwa mpaka aliondoka duniani. Hivyo ndio Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali, Uthmani ila yaumina hadha. Kila kiongozi anapigwa vita na watu wa mji huwa hafai. Hiyo ni sunna ya Ibilisi inaendelezwa. Wapendwa katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia walladhina hajaru, na wale ambao kwamba wamegura fillahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, min ba'di ma dhulimu, baada ya kudhulumiwa kwao, lanubawi annahum, basi tutawaandalia hao fi dunya hasana, katika dunia hii mambo mazuri, maisha mazuri, wala ajrul akhirah, na malipo ya akhirah. Baada kuwa duniani umepata mazuri, wala ajrul akhirah, Mola Subhanahu wa Ta'ala waambia mjue na malipo ya akhirah akbar, ni makubwa zaidi. Lau kanu ya'lamun, lau hawa watu wangejua, lau jamaa tungejua ni nini tutalipa kesho siku ya Kiyama. Masahaba walipata bahati kugura na mtume kutoka Maka kwenda Madina. Walipata bahati ya kwamba wao waligura kimwili badania na wakagura ruhia. Na bado hapo kuna watu waligura kimwili tu, hawakupata ile malengo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyefanyaje, aliyepeana. Kwa hadithi ya Sayyidina Umar radhiallahu anhu aliposema innamal a'malu binniyat, Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi alipokuwa na Sayyidina Umar, Mtume asema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Katika waliogura kunao walopata malipo ya kugura, na katika waliogura kunao walopata malengo yao waliogura nayo. Ikiwa wewe uligura kwa sababu ya kumpenda mtumi na kumpenda Mwenyezi Mungu, wewe uligura lengo lako ni umpate Allah, umpate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hijratu ila Allah wa rasulihi, umelipata hilo. Na ikiwa wewe uligura kwamba umepata fununu kule kuna mazuri, tukienda watu fanywa nusra, watu wapatiwa paka mashamba bwana, basi na mimi mwacha niende nikapate hiyo nusra. Kuna wengine mara waligura baada mtume wakasikia fununu kule, watu wengine paka watu wanaacha bibi zao wanawapatia watu kutoka Madina, wale muhajirin, wale wageni. Hasa wengine wakagura kwa hilo. Kuna mwingine alikuwa na kilimo chake akipenda, akasikia kimepanda Madina, sema usiwezi kumwacha mimi ngure.
Kwa hivyo aligura kaenda kule na akampata mke wake alikuwa anampenda na akamuoa story kashaba. Hakupata ujira wa kugura. Je, mimi na wewe ujira wetu tutagura vipi? Hili ndio swali. Mimi na wewe hijra tutaipata vipi? Imamu Ibn al-Qayyim asema al-hijratu hijratan. Al-hijratu hijratan. Hijratun bil jasad min baladin ila balad wa hijratun bil qalbi ila Allah wa rasulihi. Wa hadhihi hiya al-hijratu al-haqiqiyyah. Imam Ibn Qayyim asema hijra ziko mara mbili au sampuli mbili. Akasema hijra ya sampuli ya kwanza ni kutoka min baladin ila balad, ni kutoka katika mji huu kwenda mji mwingine, mfano kutoka Maka kwenda Madina, ndio masahaba walivyofanya. Na kuna hijra ya moyo ama kiroho, nayo ni kugura kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imamu Ibn Rajab naye asema al-maqsud bil hijrati tarku ma yakrahuhu Allah ila ma yuhibbuhu Allah. Kugura ni kuacha yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anayachukia na kuyafanya yale Mwenyezi Mungu anayoyapenda. Mimi na wewe kugura kwetu ni kugura kuyaacha madhambi, kuyafanya mambo ambayo yatamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe kugura kwetu ni kugura kutoka katika hali ya uvivu. Wewe kama mwanamume, acha uvivu. Ugure ule uvivu, uingie katika hali ya kuchapa kazi. Na wewe ufanye kazi, maisha yako yabadilike. Wewe kama Muislamu, kugura kwako, acha vitimbi kuwachimba Waislamu wenzako. Gura, acha hayo madhambi, elekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie ya kheri ya dunia na kesho akhera. Mimi na wewe tutagura vipi? Gura yale ambayo kwamba ya makruhi unaifanyia familia yako. Kwanza leo sema mimi nimeacha yote haya na yagura yote haya ninavyowaudhi ama nawafanyia ubaya familia yangu. Kuna watu wanaishi na familia zao ama mabibi zao ni kama mbochi tu. Wewe unaishi na bibi yako kama mjakazi wako tu. Ukitaka pita hivi unaambia nenda hivi rudi hivi, unamkamanda vile unavyotaka wewe. Acha hizo tabia, bora hizo tabia, achana nazo, tabia za Kiislamu. Mpeleke mke wako kwa vizuri. Mpeleke mke wako mpaka lau utakufa kabla ya yeye awe anakukumbuka kwa mazuri ulikuwa ukimfanyia. Isiwe wewe katika wale baada ya kifo chako aolewe na mwingine asema alikuwa wapi huyu mume, sio mume wangu wa kwanza. Na si kwa hali kama hizo. Kwa hivyo tuyagureni haya. Akina mama, yagureni yale mabaya mnawafanyia wazee wenu. Kuna wazee wamepangiwa, angalia. Saturday usiku basi mpaka next week Saturday tutakutana tena. Umepangiwa hiyo. Acha tabia mbaya hiyo shekhe. Mridhishe mume wako wakati wote, time yote akikuita wewe. Mwambie hii ni haki yako mume wangu. Usipokuridhisha mimi nani atakuridhisha? Igure hiyo tabia mbaya ambayo kwamba umempangia mume wako timetable ya kula. Lakini wewe unachotaka utaitisha. Yeye yake kwa wiki mara moja, sababu nini? Akesho na rauka na kazini, sitaki kuamka kuoga alfajiri, nyele kila siku kuzitia maji. Kwa hivyo umepangiwa wewe programu yako bana kwa wiki mara moja. Salala. Ndawa bana hizo. Bismillah. Tuacheni tabia ambazo kwamba hazimridhishi Mola na mtume wake. Tuzigureni hizo tabia chafu. Tuendeni kwenye tabia ambazo kwamba zitamridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuacheni tabia ambazo kwamba zinawaudhi waumini. Tushikeni tabia ambazo kwamba zinawafurahisha waumini. Katika kugura kwetu Waislamu, hasa hili jambo la uvivu, akili za Waislamu zimelala sana. Hatufikirii namna gani utajiendeleza wewe katika maisha. Hakuna ubaya kujiendeleza katika maisha, usisahau dini yako.
Hakuna mtu alikuwa tajiri katika wakati wa Mtume Muhammad kama Sayyidina Uthman. Na Sayyidina Uthmani mpaka leo wasemekana mali yake mpaka leo yaendelea. Biashara zake alizoziacha mpaka leo ziko zaendelea na zafaidisha Waislamu. Kwa hiyo wewe utaka maisha mazuri, lakini usimsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishi maisha mazuri kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maisha mazuri mpaka ujitoe kwenye stage ya uvivu, ujipeleke kwenye stage ambayo kwamba itakufanya uchape kazi. Masala kuomba Waislamu achana nao. Ni tabia mbaya katika Uislamu kuomba. Jitoe gura hapo wewe. Uislamu hutaki vijana vivu. Wataka Waislamu kwamba wanachapa kazi. Al-mu'min qawiyyun khayrun min al-mu'min dha'if. Mu'min mwenye nguvu ni bora. Nguvu ni nini? Nguvu ni kufanya kazi, mtu kuheshimu kwamba huyu ni mtu ana kazi yake. Nguvu ni nini? Nguvu ni kuwa na mamlaka, uwe na pesa nyingi, wewe unaheshimika. Au bwana, Waislamu wana matajiri bwana, tu hawezi wale. Nguvu ni nini? Wewe ni mtu unasikika kwenye serikali, Muislamu, lakini wasikika kwenye serikali, hiyo ni nguvu kwa Uislamu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani, hiyo yani huwezi kuifikiria wewe. Ambiwa nini? In yakunu fuqara yughnihimullah. Ambiwa wale mabarabara wenye kuoa. Aya yanzaje? Shahanas, yanzaje aya? In yakunu fuqara yughnihimullah. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin, nazio. Kisha akamwisha kumalizia Mola, in yakunu fuqara yughnihimullah. Wale wenye kuoa wale, ikiwa hali yao ilikuwa ni mbaya, ni hali ya umaskini, basi Mwenyezi Mungu atawatajirisha. Hebu wewe hii aya unafikiria vipi? Ukioa tu wewe tayari Mungu atakufanya tajiri? Yaani ukioa akili yako itachangamka ya kwamba mimi sasa lazima nichape kazi, kuna mtoto wako atakakulishwa. Usikae kusema naongoja msikitini swala dakika mbili ngoja Allah kutajirishe. Kwani haya Mwenyezi Mungu haiko sawa? Wewe ndio hauko sawa. Umefikiria haya vibaya. Oa akili yako ndio itachangamka, utajua sasa mimi nafaa kufanya kazi. Sasa mimi nafaa kumlisha huyu. Kumezaliwa sasa mimi ninafaa kule mtoto alile maziwa. Anakwenda shule sasa lazima mtoto alipe shule. Kiasi cha bidii yako utakapofanya kazi ndio maisha yako atakapofunguka. Kwa hivyo alhijra wa Islamu ni katika moja ya njia Mtume Muhammad na masahaba zake kuitafuta amani. Baada ya kuwa walikosa amani Makka, wakapata amani kwa njia ya hijra. Mimi na wewe tutaipata amani kwa njia ya hijra vile vile. Kivipi? Kuepuka yale mabaya na kuyafuata yale kheri. Kuyaacha yale machafu na kuyafuata yale ambayo kwamba yanamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo kugura wakati wetu huu wa sasa. Usiseme hakuna hijra. Hata nyumba pia, ukiona nyumba umekaa mwaka mzima, miaka miwili, mitatu, minne, mitano, maisha yako afunguke, gura ya nyumba. Nenda nyumba nyingine. Umekaa Kitengela miaka mitano, maisha hayakubali, gura, nenda mji mwingine. Leo hii wewe kuanzia leo ujue kwa mwaka mpya. Uko mwaka mpya. Jipange utagura na nini? Utagura Kitengela? Ama utagura madhambi? Ama utagura uvivu? Ama utagura kivipi wewe? Angalia wewe jambo gani ukilifanya utakuwa umemridhisha Mola na umemuudhi shetani. Ukondo kugura kwangu mimi na wewe. Mwenyezi Mungu atuoneshe haki tuweze kuifuata na atuoneshe batili tuweze kuepuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.